Mambo yanaharibika. Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete ajipata katikati ya mashambulizi makali baada ya kuingilia siasa licha ya kustaafu. Pigo kubwa kwa CCM, Samia Suluhu na Kikwete leo baada ya hivi majuzi Kikwete kuzungumza katika mazishi ya Lukuvi kisiasa. Sasa apewa kipigo cha maneno makali kutoka kwa kiongozi wa kanisa hili nchini. Niombe sana wale mnaostaafu, iwe ni kustaafu kama viongozi wa kanisa au pengine popote, tafadhali ukisha staafu kwenda nyumbani kwako kakae ufanye kutunza wajukuu. Acha kuingilia. Afananishwa na mtu huyo katika Biblia wakati wa Yesu aambiwa kwa ukali kama mtu amestaafu aende akapumzike, awache kuingilia mambo yasiyomhusu. Kama kawaida yetu mtazamaji, kabla tusonge mbele, chukua sekunde yako moja niambie unanipata vizuri au kunisikiliza ukiwa maeneo gani. Kama upo nje ya nchi, basi niambie unanisikiliza ukiwa taifa gani, na kama unanipata vizuri ukiwa humo Tanzania, basi niambie unanipata vizuri na kunisikiliza ukiwa mkoa au maeneo gani. Mtazamaji, dhoruba mpya ya kisiasa inazuka nchini Tanzania baada ya rais wa zamani Jakaya Mrisho Kikwete kujikuta katikati ya shutuma kali kufuatia kuendelea kuhusika katika mijadala ya hadhara na kisiasa licha ya kustaafu uongozi mahiri. Hali hiyo imezua hisia kali katika wigo wa kisiasa Tanzania, Dar es Salaam na Dodoma, na kuwavutia wafuasi na wakosoaji ambao wamegawanyika pakubwa kuhusu iwapo mkuu wa nchi aliyestaafu au wa zamani anafaa kusalia sauti katika masuala ya kitaifa, kiutawala na kisiasa. Kilichoanza kama kuonekana kwa watu wa kawaida sasa kimeongezeka na kuwa mjadala mkali wa kitaifa mitandaoni, na athari zinazoenea zaidi ya mtu mmoja kugusa utamaduni mpana wa uongozi na ushawishi nchini Tanzania. Mzozo huo ulizidi kupamba moto baada ya Kikwete kutoa matamshi haya wakati wa hafla ya hadhara iliyohusishwa na maziko ya kiongozi mkuu wa kisiasa hivi majuzi, ambapo alizungumza Kikwete kwa kirefu kuhusu uongozi, utawala, siasa na urithi wa chama tawala cha CCM. Maoni yake ambayo yalilenga kumwenzi marehemu kiongozi huyo ambaye ni Lukuvi na kutafakari juu ya utumishi wa taifa yalitafsiriwa na baadhi ya watu kwa ujumbe wa kisiasa uliofichwa. Ingawa wahudhuriaji wengi waliona hotuba yake kama tu ya heshima na inayofaa kwa hafla hiyo, wengine waliona kama kuingilia tena kwa maoni ya kisiasa na kutawala wasiwasi wa muda mrefu juu ya ushawishi wake unaoendelea. Miongoni mwa hisia za kushangaza zaidi zilitoka kwa kiongozi mashuhuri wa kidini aliyeishi ama anayeongoza kanisa moja Dar es Salaam, ambaye alitoa jibu lenye maneno makali ambalo liliteka hisia za kitaifa haraka na ambalo lilitafsiriwa kama mashambulizi kwa Jakaya Kikwete yasiyo ya moja kwa moja. Kiongozi huyo wa dini alimkosoa vibaya Kikwete kwa uwazi, akisema kwamba kustaafu kunapaswa kuwa mwisho wa kujihusisha moja kwa moja na masuala ya kisiasa au masuala mengine ya kuongoza. Akitoa ulinganisho na mtu fulani kwenye utata wa Biblia wakati wa Yesu katika siku za nyuma za Yesu Kristo, kiongozi huyo wa dini alitumia lugha ya mfano ili kukazia kile alichoeleza kuwa hatari za kuvuka mipaka. Ulinganisho huu uliongeza mwelekeo wa kushangaza na wa kihemko kwenye mjadala huo na kuongeza zaidi maslahi ya umma. Matamshi ya kiongozi huyo wa kanisa aligusa sehemu ya watu wanaoamini kuwa viongozi waliostaafu wanapaswa kuchukua hatua na kuwaruhusu wahudumu wa sasa kufanya kazi zao bila kuingiliwa. Sauti hizi zinasema kwamba maoni yanayoendelea ya umma kutoka kwa marais wa zamani na viongozi wa zamani yanaweza kutia ukungu mistari ya mamlaka na kuleta mkanganyiko ndani ya serikali na umma. Kwao, ukosoaji unaoelekezwa kwa Kikwete unaonyesha nia pana ya utengano wa wazi kati ya majukumu ya uongozi wa zamani na wa sasa. Hata hivyo, wengine wamerudi nyuma dhidi ya mtazamo huu, wakisisitiza kuwa uzoefu haupaswi kunyamazishwa. Hata hivyo, wengine waliweza kumuunga mkono na kuwapinga wale wanaomshutumu Kikwete kwa kuingilia mambo ya utawala au ya kisiasa. Wafuasi wa Kikwete wamejitokeza kwa nguvu mitandaoni katika kumtetea Kikwete, wakionyesha rekodi yake ya muda mrefu ya utumishi na kusema kwamba ufahamu wake bado ni wa thamani kwa taifa.
Wanasisitiza kuwa kama mkuu wa zamani wa nchi ana mitazamo ya kipekee inayoweza kuchangia mazungumzo ya kitaifa, haswa wakati wa mvutano wa kisiasa. Kwa mtazamo huu, hotuba zake hazionekani kama uingiliaji kati, bali kama mwongozo unaotokana na uzoefu wa miaka mingi na kujitolea kuendelea kwa maendeleo ya nchi. Hii si mara ya kwanza kwa kauli za Kikwete kuzua mjadala. Katika mwaka uliopita, hasa wakati wa shughuli za kisiasa zilizoimarika kama vile kampeni za vyama na chaguzi zilizofanyika mara kwa mara, wakati huo Kikwete amekuwa akijitokeza kwenye majukwaa ya umma akijadili masuala yanayohusiana na utawala na mienendo ya chama. Huku baadhi ya wasikilizaji wakifurahia michango yake, wengine waliona kuwa ni ya kisiasa, hasa pale ilipogusia mada nyeti zinazohusisha chama tawala na wapinzani. Jamaa ama mwanaharakati aliyesambaza video ya kiongozi huyo wa kidini akizungumzia suala la waliostaafu kutoingilia siasa na mambo mengine aliweza kuandika hivi kama unavyotazama: ni ngumu sana mtu mwenye tamaa kama Kikwete kuelewa huu ujumbe, ana roho nyeusi sana. Hayo si matamshi yangu, ni matamshi ya akaunti hii ya Twitter inayojiita Think Different, ambayo ni ya mwanaharakati aliye na uzoefu wa kuweza kushambulia ama mpinzani wa utawala wa CCM. Hata hivyo, mtazamaji, maonekano haya ya mara kwa mara yameongezeka polepole hadi wimbi la sasa la ukosoaji dhidi ya Kikwete. Hali hiyo pia imevuta hisia kwenye mienendo ya ndani ya Chama cha Mapinduzi, ambapo maoni tofauti kuhusu nafasi ya Kikwete yameanza kujitokeza. Wakati baadhi ya wafuasi wa chama wakifurahia kuendelea kwake, wengine wana wasiwasi kuwa kunaweza kutatiza ujumbe na mamlaka ya uongozi wa sasa chini ya Samia Suluhu Hassan. Usawa huu tete kati ya kuheshimu viongozi waliopita na kudumisha umoja wa sasa umekuwa suala muhimu ndani ya chama. Tukio la mazishi ambalo lilifanyika juzi ya Lukuvi lililofanyika hivi karibuni liliongeza safu nyingine ya utata na mashambulizi, kwani Kikwete alitumia jukwaa hilo kumwenzi marehemu William Lukuvi, akimtaja kuwa kiongozi makini na mchapakazi aliyetumikia serikali ya CCM kwa uadilifu. Tafakari yake ilionyesha dhamira ya Lukuvi katika utumishi wa umma na kuzingatia kanuni za uwajibikaji na uzalendo. Ingawa hotuba hiyo ilikusudiwa kumwenzi marehemu, wakosoaji na wapinzani wake walidai kuwa ilibeba ujumbe mdogo wa kisiasa, hasa kwa jinsi ilivyosisitiza maadili yanayohusiana na chama tawala. Kwa watazamaji wengi, mwitikio wa heshima ya Kikwete unadhihirisha mivutano ya kisiasa zaidi kuliko masuala ya hotuba yenyewe. Katikati ya ukosoaji huo pia kuna wito wa kuheshimiana na mazungumzo yenye kujenga, huku baadhi ya sauti zikiwataka wakosoaji na wafuasi kuzingatia kiini cha jumbe za Kikwete badala ya hadhi yake kama kiongozi mstaafu. Mitazamo hii inahoji kuwa kutupilia mbali michango yake moja kwa moja kunaweza kumaanisha kupoteza maarifa muhimu ambayo yanaweza kunufaisha taifa la Tanzania. Sambamba na hivyo, wanatambua umuhimu wa kuhakikisha viongozi wa sasa wanapewa nafasi ya kutawala vilivyo. Wakati mjadala huo ukiendelea, umakini unazidi kuelekezwa jinsi Kikwete mwenyewe atakavyojibu shutuma hizo na iwapo atarekebisha mijadala yake ya umma. Hatua zake zinazofuata zingeweza kuwa na fungu muhimu katika kuchagiza mwelekeo wa mazungumzo ama kupunguza mivutano au kutia nguvu zaidi. Kwa sasa anasalia kuwa mtu mkuu katika mjadala ambao hauonyeshi dalili za kufifia. Hatimaye hali inayomhusu Jakaya Kikwete ni ukumbusho mkubwa wa utata wa uongozi, ushawishi na matarajio ya umma. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika taarifa hizi. Nijuze maoni yako upande wa comment, alafu like video hii kisha subscribe.